Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza hatua kali za kiuchumi dhidi ya Iran na nchi zote zinazoshirikiana nayo kibiashara. Kupitia ujumbe aliyouandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, Trump amesema kuwa kuanzia sasa nchi yoyote itakayofanya biashara na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran italazimika kulipa ushuru wa 25% kwa biashara yoyote itakayofanya na Marekani. Katika ujumbe wake, Rais Trump alisema wazi kuwa agizo hilo ni la mwisho na halitakuwa na nafasi ya majadiliano au mabadiliko. Alisisitiza kuwa hatua hiyo inalenga kuishinikiza Iran kwa njia ya kiuchumi kutokana na sera za vitendo vya serikali yake, hasa katika masuala ya usalama wa kimataifa na migogoro ya kisiasa. Trump pia alieleza kuwa nchi zitakazoendelea kushirikiana na Iran kibiashara zitakabiliwa na madhara makubwa ya kiuchumi pale zitakapohusiana na Marekani. Kwa mujibu wake, Marekani haitakubali tena kuona mataifa mengine yakinufaika na biashara na Iran huku yakifaidika pia na soko la Marekani. Tangazo hilo limezua mjadala mkubwa duniani, hasa miongoni mwa wachambuzi wa masuala ya kiuchumi na siasa za kimataifa, ambapo wengi wamepata wasiwasi kuhusu hali hiyo. Wengi wanaamini kuwa ushuru huo unaweza kuathiri biashara za kimataifa, kupanda kwa bei za bidhaa na kuongeza mvutano wa kidiplomasia kati ya Marekani, Iran na mataifa yanayoshirikiana na Iran. Hata hivyo, wafuasi wa Rais Trump wanasema kuwa hatua hii ni sahihi na inalenga kulinda maslahi ya Marekani pamoja na kuzuia Irani kuendelea kupata mapato yanayoweza kutumika kwa shughuli za kijeshi au kisiasa. Rais wa Marekani Donald Trump mapema sana kupitia kwenye mtandao wake wa Truth Social ameweka kikwazo hiki kikubwa sana ambacho kitaziumiza nchi zote ambazo zitaendelea kufanya biashara na taifa la Iran, kwa sababu ushuru wa 25% kwenye uchumi sio mdogo hata kidogo. Ni asilimia nyingi sana ambazo Rais Trump ameweza kuziweka dhidi ya nchi yoyote itakayofanya biashara na Iran, lakini vile vile ikija kufanya biashara na Marekani basi itatozwa ushuru wa 25%. Sasa hapa kuna nchi kadha wa kadha ambazo zimekuwa zikifanya ushirikiano wa karibu kwenye masuala ya kibiashara na taifa la Iran, na nchi hizo huenda zikawa kwenye sitofahamu kubwa na kizungumkuti, kwa sababu Rais Trump amesema kwamba maamuzi haya ni ya mwisho na hayatakuwa na majadiliano yoyote au mabadiliko yoyote. Kwa hiyo amenyima nafasi dhidi ya maamuzi yake ambayo ameweza kuyatoa na kusema kwamba hakutakuwa na majadiliano wala nafasi ya mabadiliko kupitia kikwazo hiki ambacho ameweza kukiweka. Lakini taifa la Iran linakabiliwa na shinikizo kubwa sana kutoka kimataifa, hususan likiwemo taifa la Marekani pamoja na taifa la Israel, kutokana na yote ambayo yanajiri katika taifa lake kuhusu maandamano, lakini vile vile kutokana na uhasama na Israel. Kwa hiyo kwa kipindi kirefu limekuwa likiandamwa kwenye mambo kadha wa kadha. Kwa hiyo kupitia huu ushuru ambao Trump ameutangaza wa 25% kwa nchi ambazo zitafanya biashara na Iran, basi huenda tukashuhudia matamko mengi ya kuweza kutoka siku hii ya leo. Lakini kimsingi tu ni kuweza kuwa karibu nasi mtazamaji wetu wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.